Shahidi aibua madai ya utekaji na rushwa kesi ya ubunge wa Baba Levo. Kesi ya uchaguzi namba 28949 ya mwaka 2025 inayomkabili mbunge wa jimbo la Kigoma mjini CCM Baba Levo, lakini jina lake maarufu ni Baba Levo. Sisi tunamjua kama Clayton Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo, inaendelea kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma, ambapo mashahidi mbalimbali wa upande wa waleta maombi wanaendelea kutoa ushahidi wao mahakamani hapo. Shahidi wa kwanza kwa siku ya leo Jumatano ya Julai 8, 2026, Pendo Dickson Kombolela, ambaye amejitambulisha kuwa ni Mkristo mwenye umri wa miaka 40 anayeishi Mwanga Kaskazini, wilaya na mkoa wa Kigoma, akijihusisha na shughuli za ushonaji. Pendo, ambaye ni shahidi wa pili akiongozwa na wakili wake John Seka, ameieleza mahakama namna alivyoshuhudia mawakala wa chama cha ACT Wazalendo walivyotolewa nje ya vituo vya kupigia kura katika vituo 4 tofauti, huku yeye akiwa sehemu ya wapiga kura waliokuwa kwenye foleni ya kituo cha namba 5 cha kupigia kura. Akijibu maswali ya dodoso kutoka kwa wakili wa serikali mwandamizi Stanley Kalokola kama endapo kwenye hati ya kipo amemtaja msimamizi wa uchaguzi anayedai kuwa amehusika kuwatoa nje mawakala wa ACT Wazalendo, shahidi huyo amesema anamkumbuka msimamizi huyo kwa jina moja la Benja. Pia amedai kwamba alipoingia ndani ya kituo cha kupigia kura alikuta karatasi zikiwa zimechanwa na kugongwa muhuri, jambo ambalo linazua sintofahamu. Shahidi huyo ameendelea kuieleza mahakama kwamba aliyekuwa mgombea ubunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambaye ni mbunge wa sasa Clayton Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo, akidai kwamba alimfanyia vurugu na kwamba kabla ya kufanyiwa vurugu awali alifuatwa na Baba Levo na kuonywa kwamba asimharibie uchaguzi kwa kuwa ametumia pesa nyingi. Sambamba na hilo, katika maelezo yake amedai kwamba Baba Levo akiwa anatambua kuwa ni mgombea na yuko kwenye kipindi cha kampeni alitoa rushwa ya shilingi milioni 2 za Kitanzania kwa kanisa la Moravian. Sambamba na hilo, shahidi huyu amedai kwamba Baba Levo kupitia aliowaita mabouncer wake walimfanyia jaribio la utekaji. Hata hivyo, jaribio hilo liligonga mwamba. Hivyo ndivyo ambavyo kesi ya Baba Levo inaendelea mahakamani huko Kigoma, na sasa hivi naweza nikasema kwamba kesi hiyo imefikia patamu zaidi, ambapo mashahidi wanaendelea kutoa ushahidi wao dhidi ya Baba Levo ambaye ndiye mbunge wa Kigoma mjini sasa hivi mpaka tunavyozungumza. Nini maoni yako? Unatarajia nini kwenye kesi hii? Basi maoni yako ni muhimu zaidi. Sisi ni VOT Media, hakika tumechangamka.